Bwana Yesu asifiwe. Kurejeshwa kwa hekalu lake, vile ambavyo vilikuwa vimepotea katika maisha yako, siku ya leo Bwana anaenda kuachilia uponyaji. Vile ambavyo vilikuwa vimekaa vibaya kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo vilikuwa zinakusumbua, kwa wewe baba, kwa wewe kijana, kwa wewe mama, siku ya leo Bwana anasema urejesho wa hekalu lake. Haleluya. Haleluya. Tusome kutoka neno kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza mstari ule. Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa 12. Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa 12. Yohana sura ile ya kwanza mstari ule wa 12, kwa msaada wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yohana sura ile ya kwanza mstari, aliyepata atusomee kwa msaada ya Kristo Yesu. Aliyepata atusomee. Aliyepata sura ya kwanza mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Endelea. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tutauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee kutoka kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapo anasema sisi hatujazaliwa kwa mapenzi ya mwili wala ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona hapo tena Mungu anadhihirisha ukuu wake. Anasema sisi katika ulimwengu wa roho tu watoto wa kifalme, tumefanyika kuwa makuhani na watoto wa kifalme. Ndio maana Biblia ikazungumza kwamba tusifungiwe nila na wasioamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sisi ni watoto wa kifalme katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kitabu cha Warumi kinasema, neno kutoka kitabu cha Warumi kinasema sura ile ya 8, ukiisoma yote, kuna mambo yamezungumzika pale kwa mtu wa Mungu ambavyo inabidi aenende. Haleluya. Kuna vitu leo watu wengi sana katika miili yao vimepotea. Kuna vitu leo katika miili yao wanatamani kuvuka mahali wafike, wanatamani kwenda mahali wafike, lakini tunaona kuna kikwazo. Haleluya. Lakini tunaona kwenye kitabu cha Yoshua sura ile ya 7, tuliongea hayo maandiko, tuliona kitabu cha Yoshua sura ile ya 7 mstari wa kwanza hadi ule wa 19. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, utasoma hapo kwa muda wako. Mungu aliona hekalu lake limeharibika. Hapo mwanzo hekalu la Mungu lilikuwa kama hivi. Leo tunakutanika mahali hapa, tunaabudu kwamba ili jengo ndo kuna sanduku la agano ambalo Mungu alikuwa anajidhihirisha kipindi hicho ambacho wakina Musa, wakina Yoshua walikuwa wanaenenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo Mungu katufanya kuwa watoto wake. Katufanya kuwa makuhani katika ulimwengu wa roho, ili tumwabudu yeye katika roho na kweli. Kwa msaada wa Kristo Yesu alijitoa uhai wake ili sisi tupokee uzima. Kuna vitu ndani yetu kwa sababu ya kuenenda kwetu, kwa sababu ya mapokeo ambayo ya ulimwengu huu, kwa sababu ya kuhangaika hapa na pale, kuna vitu leo havipo sawa katika ndani yetu. Kuna watu wanasema kwamba mimi bado kufanya kazi ya Mungu. Kuna watu wanasema kwamba Mungu mpaka aseme na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona katika Biblia pia mambo ya Nyakati sura 20 kitu kama hicho, Nyakati wa pili, kuna mahali kuna mfalme Mungu alimteua mwenye miaka 16. Haleluya. Tunaona Mungu alimteua kijana mdogo sana mwenye miaka 16 kwa sababu yeye alimpenda afanyike kuwa mfalme ili awaokoe na wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona pia Yesu anawaambia wakina Petro, anawaambia wakina Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia wakina Yohana, anawaambia hivi. Yohana anamwambia Paulo, anamwambia Petro, anamwambia hivi, Petro, chunga kanisa langu. Chunga kanisa langu. Sasa hivi hutakuwa mvuvi wa samaki, bali utakuwa mvuvi wa watu. Haleluya. Utakuwa mvuvi wa watu.
Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ndani ya mtu adui anakuja na viba, kama kwa mjibu wa kitabu cha Mathayo kuna mahali ameongelea kwamba neno lina mtumishi wa Mungu au Yesu Kristo neno la kweli analiweka ndani ya mtu, lakini adui usiku wa manane anakuja kuiba. Ndio maana watu leo wana mitazamo ya kimwili. Lakini tukiangalia ile Mwanzo, tusome Mwanzo sura ile ya kwanza. Tusome Mwanzo sura ile ya kwanza. Mwanzo sura ile ya kwanza. Tusome, aliyepata tusome kwa msaada wa Kristo. Mstari wa kwanza, sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza. Sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema, na liwe anga katikati ya maji, akatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivi. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Mungu akasema, maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku tatu. Hapo Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hapo Mungu alitenga mambo yote ili yahubiri utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata leo watu tuliookoka, haleluya, watu tuliookoka, waliopo kwenye ndoa, waliopo wanafanya kwenye kazi zao, waliopo mahali na mahali, hata wale ambao hawafanyi kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Mungu hivyo vyote alivitenga ili vihubiri utukufu wake. Tunaona Mungu hivyo vyote alivitengeneza ili watu wapate kumjua huyu Mungu. Kwa hiyo na sisi ambaye tupo ndani ya Kristo, Mungu alikuja kutubadilisha, kutuondoa kwenye ile laana, kwenye ile mikosi ambayo mwanzo watu walikuwa wanatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo watu walikuwa hawawezi hata kukemea pepo, lakini alivyokuja Bwana wetu Yesu Kristo ametufanya kuwa watoto wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukuu wa Mungu ni mkubwa, na Mungu anataka, ili neno anasema mjitenge, anasema hivi, msifungiwe nila na watu wasioamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka sisi tumwabudu yeye katika roho na kweli. Kila mahali tutakapoenda tumtukuze yeye. Ndio maana hata katika uumbaji wake alitenga, alafu siku ya tatu anasema vitu vyote vikawa vyema. Akataja mara mbili kikawa chema. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema vitu vyote vikawa vyema, yani vikawa vizuri. Kwa hiyo hata Yesu Kristo alipokuja, alikuja ili sisi tufanyike kuwa watoto wa kikuhani. Kwa hiyo wewe leo huwezi kuwa mtoto wa kikuhani wakati umefungiwa na nila na watu waovu, umefungiwa nila na watu wasioamini. Yani umeapa kabisa, mimi na wewe hatutaachana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuta mtu anaota ndoto yupo na watu ambao alikuwaga nao kijijini miaka hiyo. Kwa nini? Nafsi yake bado haijafanyika kuwa mtoto wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Bado ipo katika yale mapito ambayo aliyafanya awali. Huyu mtu sawa kabatiziwa, huyu mtu sawa anatembea katika Kristo na kila siku anaenda kanisani, lakini bado hajafanyika kuwa mtoto wa kikuhani katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kuna maagano au kuna viapo ambavyo anapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna watu wengi wanaomba maombi kila siku ya kujifungua, kila siku ya kujitenganisha, kila siku ya kujifungua hizo nila, ili katika ulimwengu wao wapate kuwa watoto wa kikuhani. Ndio maana hata lile pepo lilivyokutana wale wapunga pepo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Yesu
Mapepo yalisema, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua, nyinyi wakina nani? Shetani aliona katika ulimwengu wa roho wale watu wanalandalanda, yani hawana mwelekeo maalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani hawajafanyika bado kuwa watoto wa Mungu, ndio maana shetani akawalalua na akawasambalatisha. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe ukiwa ndani ya Kristo, ukiwa unafanya mapenzi ya Kristo, lazima uwe ushuhuda. Uwe ushuhuda maisha unayoishi, kazi unayoishi, mahali unapoishi, katika kanisa unalosali. Lazima uwe ushuhuda. Lazima watu watukuzwe kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia wewe. Kwa hiyo ili tuifanye kazi ya Mungu, lazima tukubali kuwa watoto wa Mungu. Ukiona wewe unaota ndoto bado mbio mchaka, hakuna matendo mazuri unayofanya, unawakuta upo na watu wale wa mikoa wa miaka ya nyuma ambao ulikuaga nao viapo, halafu ueleweki vizuri, kuwa makini sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunaona Yoshua alivyoona wale watu, yani wale watu wabaya wamekuja, wamevuka mto Yordani, akasema hivi, Mungu akalalua mavazi yake, akaingia kwenye toba. Mungu, kuna nini kilichotendeka? Mungu akamwambia, hapana, nyumba yangu kuna mtu kaichafua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiona ndani yako kuna vitu havipo sawa, vitu vimepungua, ujue kuna jambo halipo sawa. Kikubwa ni kuomba rehema na kumuomba Mungu. Mwambie Mungu, mimi nahitaji uende pamoja nawe, niende pamoja nawe, nahitaji nikae pamoja nawe vizuri, nahitaji nikupendeze wewe, na kuomba Mungu wangu nibadilishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukienenda kwa akili zetu, kuna mahali hatutafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili tumpokee Bwana Yesu, ili Mungu akae ndani yetu, ili Mungu apate kukaa ndani yetu, ili Mungu tupate kumpendeza, lazima hawa watu ambao wasioamini, lazima hawa watu ambao hawajamkiri Bwana Yesu Kristo, lazima tujitenge nao na kukaa mbali nao, lakini sio kuwakataa. Tunavyosema kujitenga nao sio kuwakataa. Tunaona Paulo hata anavyohubiri Injili, hakuna mahali tulipoona alijiunga na mtu asi yake akasema, hakika mimi na wewe hatutaachana milele na milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Alihubiri kazi ya Mungu, akafanya kazi ya Mungu, akaenda vizuri na akamtukuza Mungu, na kazi yake akaimaliza salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumuombe Mungu siku ya leo. Tumuombe Mungu siku ya leo ili Mungu apate kukaa ndani yetu, ili tupate kumtukuza Mungu katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ile tenzi anasema, tenzi namba 16, anasema mahali hapa sikutaka mimi niheshimiwe, bali wewe Mungu utukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuja kutuokoa kati ya maadui ili tufanyike kuwa watoto wa Mungu. Kuna watu leo kati yetu hapa nyumbani kwao hata vidonge hawana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata vidonge vya kusema na meza panado hakuna, lakini wapo watu ambao wanateseka, yani vidonge ndani vimejaa vibaya mno. Na hata akipumua tu hivi mdomo wake ananuka vidonge tu, na hata akipiga mswaki kivipi, pumzi yake tu yani inayotoka ndani ya mdomo wake, akiongea na wewe ananuka vidonge tu. Lakini sisi tumepata neema ya Kristo, kumpokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amesema tumekombolewa kwa damu ya samani, yenye nguvu, yenye uweza, ya Roho yule wa milele, ambaye toka mwanzo alikuwepo. Kwa hiyo tutembee vizuri ili tupate kumtukuza Mungu. Tumuombe Mungu atubadilishe. Mungu atubadilishe tuwe na umoja kama yeye anavyotaka tuwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tupate kuifanya kazi ya Mungu kwa uzuri. Unaweza leo nyumba ya Mungu, leo nyumba ya Mungu ni mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza hata kanisani kwako pakaibiwa. Haleluya. Kanisani unaposali pakaibiwa. Lakini sio kwamba Mungu haoni, Mungu anaona, lakini kuna vitu havipo sawa. Haleluya. Kuna vitu havipo sawa. Kuna vitu havipo sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama papo sawa, mtu hawezi kuonea nyumba ya Mungu. Haleluya. Lakini hekalu la Mungu siku ya leo ni mimi na wewe. Ni mwili wako wewe. Ndio hekalu la Mungu aliye hai. Ndio hekalu la Mungu aliye hai, sio hili jengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio hili
jengo. Hii ni sehemu tu ya kukutanika. Mungu anasema tuwe na siku ya kukutanika ili tumwabudu yeye katika roho na kweli, ili ule umoja ukae ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza inabidi ujipange. Cha kwanza inabidi ujipange unavyotaka kujenga, unavyotaka kufanya jambo lolote. Hapa Mungu anazungumza na walio wake. Haleluya. Na walio wake. Jambo lolote unalotaka kufanya, cha kwanza inabidi ujipange. Ujipange. Jambo lolote unalotaka kufanya, cha kwanza inabidi ujipange. Kujipanga kwake ni kuchunguza faida zake na hasara zake kwenye kitu unachotaka kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitu unachotaka kukifanya, cha kwanza kinahitaji maandalizi na kujipanga. Bwana Yesu asifiwe. Wakati dada wanajiandaa kuja kanisani, haleluya, kwanza jana jioni walianza kusemezana wao kwa wao. Wanasema kwamba kesho nivae nguo gani kanisani, kesho nifanyeje. Bwana Yesu asifiwe jamani, si ndio hivyo? Jana jioni mlikaa mkaanza kujipanga kwamba kesho nivae nguo gani, kesho sijui itakuaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza maandalizi kwamba kesho nifanye kitu gani, kesho nitaendaje ibada, nitavaa nguo gani ili nipendeze, nitafanya nini ili nijisikie vizuri. Yani nikitoka mpaka anauliza mwenzake vipi, inakaa vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani kitu chochote unachotaka kukifanya lazima kwanza ujipange. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mambo ya Mungu kwa mtu mtakatifu, kwa sababu Mungu anahitaji jambo lolote unalotaka kulifanya limtukuze yeye. Ndio maana katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 4 mstari wa 14 mpaka ule wa 15, neno la Mungu linasema ombeni hiyo neema izidishwe ili Mungu apate kutukuzwa. Kwa nini anasema ombeni hiyo neema izidishwe ili Mungu apate kutukuzwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anayeingia kwenye wokovu akaokoka tu ghafla, na kwanza Mungu kumtoa huko mpaka kumleta kwa mtumishi fulani, Mungu anaanza kumpa maelekezo yule mtumishi, maandalizi kwanza, kwamba huyu nenda naye hivi, fanya hivi mpaka kae hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu baadaye yule mtu anakuja kukua, baadaye naye anakuwa hodari, anakuwa nyundo, anakuwa fimbo kwa wengine. Haleluya. Anakuwa mwokozi wa wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona Mungu anavomteua Daudi awachunge watu wake. Tunaona Mungu anavomteua Daudi awachunge watu wake. Cha kwanza alichokifanya, hakumwambia tu Daudi nenda. Hata Yoshua ukisoma sura ya kwanza, Bwana Yesu asifiwe sana, hakumwambia nenda, kitabu cha Yoshua sura ya kwanza. Musa anavomwacha Yoshua, cha kwanza alimwekea mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Yoshua ndani mwake ikaingia roho ya hekima, maana roho ya kumcha Bwana, roho ya kupokea maelekezo kutoka kwa Mungu. Lakini siku kabisa inakuja kukamilika, Musa anakuja kufa pa. Tunaona Mungu sasa anaanza kumpa maelekezo Yoshua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ya kuwaongoza watu wake, yani kwa habari ya kuliongoza kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona anaanza kumpa maelekezo. Anasema baadaye alivyoona Yoshua kama anataka kuteteleka, kwa sababu Yoshua naye alikuwa katika hali ya kibinadamu. Anaona hawa watu wengi na hawa wazee wote na hawa wakubwa, mimi wajuzi tu, nitaweza kuwaongoza hawa watu? Lakini Mungu akamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Alimwambia mara 2, mimi nitaenda pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tulijifunza neno kutoka kitabu cha Wakolosai sura ile ya 5. Anasema kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumshukuru Mungu ni kupokea maelekezo mbele za Mungu. Tulijifunza siku ya Jumapili, lakini mama mlichelewa kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumshukuru Mungu ni kupokea maelekezo kwa Mungu ili Mungu apate kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekuja katika ibada, umefika katika ibada ile, wakati unashukuru,
Kama wewe ni mtu wa rohoni, lazima upokee maelekezo kwamba leo nikaeje katika ibada, leo niwaje, leo ni nini kinachokuja mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna watu kwa sababu fahamu zao zimekamatwa, wamebaki ile kwa mazoea. Akifika nyumbani anamwambia Mungu asante kwa kunifikisha mahali hapa. Mungu kajibu, hajajibu, atajua yeye. Ndio maana akifika mahali unatokea ugomvi. Kwa nini? Wakati wa kushukuru hakupokea maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata tumejifunza hapa, hata wale wapunga pepo walivyoenda wakasema tunakukemea kwa jina la Paulo, yule anayemhubiri Paulo Yesu, si ndio hivyo? Yale mapepo yakawalalua. Shetani alijua huyu mtu aongozwi na Mungu, anaona katika ulimwengu alio njia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati wa kushukuru ni kupokea maelekezo kwa Mungu. Ni kupokea maelekezo kwamba nimefika nyumbani. Mungu, kuna nini ambacho hakipo sawa mahali hapa? Unapokea maelekezo kwamba nimefika nyumbani, sasa nikaeje ili nipate kupendeza wewe. Lakini kuna watu wamezoea ile mapokeo. Mungu kajibu, hajajibu, anajua yeye. Hivi mimi leo mama umenipa kitu, nikaja nikakwambia mama asante, afu hujanijibu chochote, je, nitajisikia vizuri? Kwa hiyo Mungu kama watoto wa Mungu anataka mnavyoenda mbele zake Mungu yani aseme na wewe kwamba mwanangu umefika nyumbani, omba, kuna jambo alipo sawa. Anataka aseme mwanangu umefika nyumbani, fanya 1 2 3. Kama ni kupumzika atakwambia pumzika, hapa nyumbani pana amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna watu wanatoka kazini au wanatoka mahali fulani, anafika katika ibada anasema ibada ya leo sijaielewa. Huyo ndani mwake hakuna Mungu, bado hajakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama na Mungu ndani yake, lazima apokee maelekezo kwamba kaa hivi, leo kutakuwa hivi. Mimi wakati mtumishi Aloni anahubiri, Bwana Yesu asifiwe sana, anakaa madhabahuni, nilikuwa nina kawaida ya kuombea ibada. Mimi naombea tu ibada, lakini akija namwambia mwalimu, leo nimeona 1 2 3 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna 1 2 3 na inakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nilikuwa namuomba Mungu, afu namwambia Mungu jizirishe. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwa mapokeo. Kama dadangu anafika nyumbani, anamwambia Mungu asante kwa kunifikisha salama. Anaendelea kutafuta msosi nini, kumbe hajui adui ndani ya nyumba yake tayari kashatimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama adui anaweza, anasema kwenye kitabu, kwenye Biblia kuna mahali kazungumza, anasema wana wa Mungu walienda na shetani katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa una upako ndani yako, ukiwa na nguvu ya Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu, wakati unafika nyumbani unashukuru, unapokea maelekezo, unaenenda mwenendo mzuri, lazima Mungu atukuzwe kwa hilo. Kwa sababu adui kila atakapotaka uingie, unasikiliza maelekezo kwa Bwana kwamba mama omba, hapa kuna shetani kaingia. Mama, katika hii familia yako mwanao kuna 1 2 3 kakifanya, wewe wakati haupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pale unavyoshukuru, watu wengi wanaenda kwa mazoea. Ndio maana unakuta mtu katika ibada anakaa tu anavyokaa yeye, hakai mkao wa kusema Bwana sema na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wale ambao hawajafikia hivyo viwango, Bwana Yesu asifiwe sana, Mungu anawapenda kwa sababu anasema hata wakina Paulo, wakina Petro aliwabembeleza, wanasema tutarudi kwenye samaki zetu, anasema hapana, akawa anawafuata. Bwana Yesu asifiwe sana, ili kuwalea wakue vizuri kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anafanya maandalizi ili watakapokuja kusimama wawe hodari na moyo wa ushujaa, hawatetemeshwi kwa jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna watu wengi wanazua matatizo, wanazua magovi kwa sababu ya mazoea kushukuru. Neno kushukuru sio tu kunipa pesa nikakushukuru wewe. Neno kushukuru ni kupokea maelekezo kwa Mungu ili Mungu apate kutukuzwa. Haleluya. Ndio maana akasema ombeni hiyo neema izidishwe ili Mungu atukuzwe. Kwa hiyo Mungu muda wote kwa wewe mtu uliokoka anataka atukuzwe mahali popote, sehemu yoyote. Ukifika kwenye nyumba ya mtu, ukafika ukashukuru. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Au mimi nimeenda kuhubiri pale Kibamba, Bwana akasema niende, nikafika pale nikashukuru tu. Au nikafika, mama Mungu akubariki sana na nini na nini, nikaondoka zangu, mama hujanitamkia chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaonaje? Au nimefika pale Kibamba nasema Mungu nakushukuru kwa kunifikisha mahali hapa, amina, ndio nahubiri. Alafu sijapokea maelekezo kutoka kwa Mungu kwamba hapa nihubiri kitu gani, kwamba kuna nini kinacho, yani nimeenda ile kwa mazoea. Unafikiri sitapigwa?
Lazima nipigwe adui kwa sababu anaona kwamba huyu mtu haongozwi na Mungu, huyu mtu haongozwi na Roho Mtakatifu, lazima kupige. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wale watu wakalaluliwa. Sasa Paulo wakati anatembea kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19, wakati anatembea akakutana na wanafunzi mmoja walikuwa wamebatizwa na Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawauliza, mlipokea Roho Mtakatifu? Wakasema hapana, hata hatukusikia mambo hayo. Kwa sababu bila yeye huwezi kufanya chochote. Akawagusa, wakapokea nguvu kutoka kwa Bwana. Wakaenenda vizuri na injili ikahubiriwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna neno moja kwani anasema katika Biblia, anasema katika media, alisema yani tu umeokoka jana unataka kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako wa kwanza naombea pepo, nafungua watu, baba nifanyie hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba nifungulie kanisa. Lazima huyo mtu adondoke. Haleluya. Lazima huyo mtu adondoke. Mimi nilishangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujui namna ya kushukuru, lazima udondoke. Lile neno koani kusema, kuna vitu kavimaanisha. Sio kwamba nasema tu ili mradi kwamba huyu mtu kaokoka jana. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, watu walikuwa wanawekea mkono siku hiyo hiyo na upako ukashuka na mtu anaenda kuhubiri injili. Tena anatumia Agano la Kale. Anasema simulisikia na watu wanampokea Mungu kwa sababu ndani yake kuna Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu anajua maelekezo, anajua kumtukuza Mungu, anajua kumsifu Mungu. Mtu kaokoka jana na anaenda kuhubiri injili. Lakini koani kumaanisha vile, sio kwamba kamaanisha kwamba umeokoka jana uwezi kuhubiri injili. Hapana, kuna vitu vilivyojificha ndani yake anavijua. Ndio maana kusema lile neno. Na alisema vile ili hata watakaoona mtandaoni waseme kwa nini kasema hivi. Hebu twende tukamsikilize zaidi. Anamaanisha nini kiundani? Bwana Yesu asifiwe sana. Anamaanisha nini? Hawezi kusema vitu vyote mtandaoni. Anataka yule mtu atakayeiona ile arudi kwake amuulize. Hawezi kumaliza vyote. Arudi kwake aseme, baba unamaanisha nini hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anataka arudi. Angalia wana wa Israeli wakati wanatembea na Musa. Utukufu wa Mungu ulishuka katika hekalu. Watu ndo wakampigia magoti Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema hakika huyu ni Mungu. Kwa nini? Sasa ile ya kwenye hekalu sasa hivi imetoweka. Mungu anataka kufanya makazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka afanye makazi ndani yako. Sio tena kwenye hekalu tunaenda tunafanya. Anataka afanye makazi ndani yako. Anasema itafika siku mtamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kila mtu atampokea Roho Mtakatifu na kuwa kiongozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa cha somo tulikuwa tunasema maandalizi unavotaka kujenga nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unavotaka kujenga nyumba au unavotaka kuliombea jambo fulani. Unavotaka kuliombea jambo fulani. Kuna mahali kwenye Biblia anasema kwamba ukiomba kwa uongozi wa Mungu, hilo jambo linajibiwa kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo jambo linajibiwa kwa haraka kwa sababu umeomba kwa uongozi wa Mungu. Haleluya. Sasa basi, unavotaka kujenga nyumba lazima ufanye maandalizi. Lazima ufanye maandalizi kama Yesu alipokuwa anafanya maandalizi kuwaokoa wale vijana, kufanya maandalizi kuhakikisha kwamba huu msingi utakao kuja kusimama utasimama kuwa hodari na wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wengi unakuta anafanya maombi, anaomba au kuna jambo anataka kulianzisha, lazima uombe kibali mbele za Mungu na lazima uombe nguvu, uombe upako ukufunike. Hebu tuone Nuhu wakati anaambiwa na Mungu jenga safina. Kwani sisi hapa wote si tumeitwa na Mungu jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyekubeba huko mpaka kufika hapa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anataka tumwabudu katika roho na kweli. Na kitu kilichokusukuma ndani yako leo, nenda ibada. Na jana wakati unajiuliza nivae nguo gani nipendeze ili niende katika ibada nikae vizuri kwa amani, kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili nipate kumtukuza Mungu, ili nipate kusikia kile kitu cha Mungu. Wakati Mungu anamwambia Nuhu, jenga safina. Bwana Yesu asifiwe sana. Jenga. Unafikiri hakuna mawazo mabaya yaliyokuja ndani yake? Nguvu za Mungu zilimfunika. Hata dada yangu wakati mwanzo anakuja mara ya kwanza, kuna roho ndani yake lazima ilikuwa inasema bwana wewe leo baki tu bwana. Baki tu usiende. Lakini anajitia nguvu, hapana kwa kile lazima niende. Anajitia nguvu lakini ndani mwake kulikuwa na roho zinapingana.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kulikuwa na roho ndani mwake zinapingana. Leo dada leo tubaki tu, kwani kila siku hivi na hivi. Kuna roho ndani mwake inapingana. Lakini Nuhu alifunikwa na utukufu wa Mungu. Ndio maana akaweza kuijenga ile safina. Wanafikiri kulikuwa hakuna maneno watu wanayomletea, maneno maovu. Lazima wewe nini, dunia haina mwisho. Si watu hapo wanasema dunia haina mwisho, kula la kwanza kijana, unaokokaje kijana wewe? Kijana huwezi kuokoka. Wanasema kabisa. Lakini Nuhu alifunikwa na utukufu wa Mungu, akaweza kuijenga ile safina. Asingeweza. Hata kama Mungu kasema kwamba ufanye hivi, angalia Musa anavyomwambia Mungu. Mungu anafanya kumconnect Musa ni akae vizuri, akae katika uhodari, akae vizuri, apate nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Alifunikwa na nguvu wa Mungu. Kwa hiyo inabidi cha kwanza unavyotaka kufanya jambo fulani, kwanza omba kibali mbele za Mungu. Usikurupuke. Yaani Biblia inazungumza sijui bora upigwe na shetani kuliko upigwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukipigwa na Mungu utarudi wapi? Utaenda kutubu kwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kumwambia Mungu, utaenda kumwambia nini wakati ashakukataa na ashakupiga yeye? Kitabu cha Isaya sura ya 63. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 63. Kuna mahali amezungumza. Amesema Mungu alipigana nao. Kwa sababu hata kushukuru hawapokei maelekezo. Anasema msimtweze Roho Mtakatifu. Wanafikiri kumtweza Roho Mtakatifu ni kufika hapa Baba na kushukuru kwa kunifikisha mbele. Hapana, anataka upokee maelekezo ili ujue namna ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ulipo. Neno kuanzia la kwanza mpaka la sasa hivi. Sehemu ya kwanza na hata ya sasa. Amen. Na nilishangaa pia hadi nilikuwa kuna maombi hayo ya kuhakikisha kwamba unatenganishwa nuru na giza ili hekalu la Roho Mtakatifu. Na jana nikapewa kitabu cha Yohana, kwa hiyo nikanapita kwenye hiyo Yohana kwa vingi ambavyo pia tunaweza tukala, lakini wenyewe vinaleta mauti. Sasa nashukuru pia kwa ajili ya mpaka hii sehemu nyingine ya pili pia jinsi ambavyo pia Roho Mtakatifu ameendelea kutufundisha. Lakini pia hata ile nakumbuka ilikuwa jana ile wakati naendelea nikashangaa pia nimeona nimejipumzisha kidogo, nikaona kanisani ni kama vile kulikuwa na sio watu walikuwa wamehubiriwa walikuwaje, lakini watu fani hivi kama wanaonekana wenye uwezo sijui au wasomi sijui au watu ambao wenye mali wenye uwezo walikuwa wamekaa ofisini kwao, alafu baadaye wakasema kwamba hicho anachosema Gombo bwana ni kizuri, kwa hiyo twendeni. Na pale kanisani nilikuwepo mimi. Lakini palikuwa kulikuwa hamna watu na palikuwa hapajakaa vizuri. Sasa wakati wanakuja wale, mimi nilijua kwamba labda watazunguka, wajipange alafu ndio wanakuja. Lakini kumbe vile walivyosikia tu pale, ni pale wakachukua maamuzi. Wengine wakaja, wengine wanatokea huku, wengine wanatokea huku na wote wakaingia kanisani. Kwa mimi nikahangaika kupanga huku na muita dani njoo wafundishe. Na shangana yeye aliposema kwamba aliona anaambia njoo wafundishe. Wakati alipokuja akaanza kuwafundisha wale watu pia, nafikiri labda kutokana na hali yao, nafikiri labda hazi sijajua, usomi mali sijajua, wakaanza kutaka nafikiri kama walikuwa nataka vitu ambavyo wanavitaka, walikuwa nakosoa. Kwa hiyo nawaambia nyie kaeni tu msikilizeni, nyie msikilizeni tu huyo, nyie msikilizeni tu kila anachosema, kila anachowaambia, nyie fuateni tu hivyo nendeni. Lakini pia neno lingine ambalo limenifurahisha hapa ni ile au limeniongezea nguvu. Kwamba katika maombi ambayo nilikuwa naomba na furahi kwa sababu ni kwamba yameniongeza tena mahali fulani. Kwa sababu leo siku ya 7 ndo nilikuwa namalizia. Lakini pia hii ya Ufunuo 13. Amina. Ningependa Ufunuo 19. Ningependa nisome, mimi kwangu imeingia kwa nguvu kubwa sana. Kwamba kama ndo nimeongezewa silaha. Hii Biblia bwana ya ajabu sana, kila siku ni mpya. Unasoma lakini unaweza kama vile uone. Amina. Kwamba ukitoka nao hii kuzimu inajua. Anasema ile Ufunuo 19 mstari wa 13 hadi 16. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu. Amina. Na jina lake aitwa Neno la Mungu.
Neno la Mungu, kumbuka kwamba ni Mungu mwenyewe, ni moto, ni nyundo, ni upanga, ni taa, ni mwanga, ni kila kitu. Alafu 14, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata. Fikiria hiyo vita yake inakuaje, sijui kama kuna kupuna mtu. Majeshi yanamfuata, alafu wamepanda farasi weupe, wamevikwa kitani nzuri nyeupe safi. 15, na upanga mkali kutoka kinywani mwake. Haleluya. Upanga anasema ili awapige mataifa kwa huo. Kwa hiyo maana kwamba ni hukumu ambayo anafanya yeye mwenyewe, yani hiyo vita ni yeye mwenyewe anapigana straight. Alafu anasema naye awachunga kwa fimbo ya chuma. Naye awachunga kwa fimbo ya chuma. Bado fimbo ya chuma, ikivunja vunja. Naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Na yeye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kwa unapolitumia neno hili kwa bwana kingine kokote kalikuwa kanataka kukukalia hapo, lazima kapigwe. Abake Bwana wa mabwana. Mfalme mwingine yoyote alikuwa anajidai hapa mimi ndo nimekaa, lazima apigwe. Abake yeye ndiye mfalme wa wafalme. Kwa hiyo hili neno limezidi kunibariki sana na kunivusha mahali fulani hivi. Ingawa Biblia hii tunasoma na hili neno tunalisoma, lakini leo limekuja katika upya na utukufu. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa sababu kaniongezea kitu. Amen.